Kama ukichagua kuipenda dunia, utayapoteza maisha yako, lakini si maisha yako, utapoteza roho yako, kwa sababu dunia haina mambo mema. Na kuhakikishia kweli, wewe ambaye Mungu amekuchagua kuingia katika nyumba hii, Mungu analo kusudi na wewe. Mungu anataka kukupa mambo mawili: anataka kukupa ufalme wa mbinguni, na anataka kukubariki hapa duniani na maadui zako waone. Bwana Yesu alikuwa anaangalia vitu viwili. Cha kwanza alikuwa anaangalia mateso yaliyo mbele yake. Cha pili alikuwa anaangalia hao wanafunzi ambao nimekaa nao miaka 3.5, naenda kuwaacha wapi na watakuwa katika hali gani wakati tukio hili kubwa unaoenda kugharimu uhai wangu, tutawaacha katika hali gani? Kusudi lililomleta Yesu duniani ilikuwa ni kutimiza ule umisheni ambao Baba yake aliuahidi pale mwanadamu wa kwanza alipoanguka. Katika utangulizi wangu nimesema, si kila kitu ambacho mwili wako utakitaka na wewe ukipe. Kuna vitu vingine ambavyo unakataa kuvipa. Unasema nao, unawaambia mwili, siko hapa kutimiza mapenzi yako, niko hapa kutimiza mapenzi ya Baba. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika mstari uliosoma akawaambia wote, mtu yeyote akitaka kunifuata ni lazima ajikane mwenyewe. Kama ataukana mwili wake, atauangamiza. Kuchagua kujikana. Mtu mwingine aliwaambia watu katika Agano la Kale, mtumishi wa Mungu Joshua alipokaribia na yeye mwisho wa maisha yake, akawakumbusha Waisraeli, akawaambia hivi: chagueni hivi leo kwamba ni nani mtakayemtumikia. Mtaitumikia miungu ile ya kule ng'ambo, au mtamtumikia Mungu wa Israeli? Akawahakikishia moyoni mwao kwamba mimi na nyumba yangu nitamtumikia Bwana. Tunahitajika kufanya maamuzi, na kikao hiki cha Bwana Yesu hakikuwa kikao chepesi sana. Unajua kuna vikao ambavyo vingine vinakuaga vigumu, na anaangalia mtu mmoja ambaye ana uwezo wa kuona kule mbali. Anatazamiwa kwamba atasema nini, na atashauri na ataagiza. Katika maisha yetu ya kawaida kabisa, tuko katika sehemu mbili. Dunia inatutaka na Mungu anataka tusimame pamoja naye.